Mkapa. Lakini watu wameenda mbali kwa kujiuliza kwa kiasi kubwa hii kauli ambayo imekuwa inatembea kwenye mitandao ya kijamii kwamba kama Yanga wakishindwa kupeleka timu uwanjani katika dimba la Stadio Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam, ni adhabu zipi ambazo zinaweza zikatolewa kwa kiasi kubwa, namna ambavyo watu wamekuwa wanajiuliza maswali mengi, watu ambao walikuwa wamesudia kwamba kitu gani ambacho inaweza nikakizungumza. Sasa adhabu ambazo zinaweza zikatolewa kwenye mchezo ambavyo Young Africans kama wakishindwa kupeleka timu au timu yoyote ambayo ikishindwa kutocheza hiyo dabi, basi ni adhabu zipi ambazo zinaweza zikatolewa. Mtazamaji wa Uondo TV, niweze kupitisha kwenye adhabu ambazo zinaweza zikatolewa na TPLB au bodi ya ligi kushirikiana na TFF. Ni kama Yanga haitopeleka timu uwanjani, kanuni ya 31 inasema timu yoyote ambayo itakosa kuja uwanjani bila sababu za msingi zinazokubalika na TFF pamoja na bodi ya ligi au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatazo. Kifungu cha kwanza, kutozwa shilingi milioni 5, ambapo shilingi milioni 2.5 itachukuliwa na bodi ya ligi kuu na shilingi milioni 2.5 itachukuliwa na timu pinzani. Kifungu cha kwanza nukta ya pili kinasema kulipa fidia ya maandalizi ama uharibifu wote unaweza kujitokeza kupokwa alama 15 katika msimamo wa ligi, na viongozi waliosababisha tukio hilo watachukuliwa hatua za kinidhamu endapo timu itakuwa na pungufu alama 15. Msimu ujao au msimu mpya itaanza na alama hasi 15. Mtazamaji wa Uondo TV, unaweza kuona kwamba ni kifungu kizito, lakini pia ni kanuni ambazo zimetolewa kwamba maybe hiyo dabi ambayo imepangwa tarehe 15 Juni 2025 majira ya saa 11 za jioni katika dimba la Stadio Benjamin William Mkapa, kwa timu ambayo itakosekana katika huo mchezo au itakosa kushiriki, basi adhabu zimeshatolewa, ni kwamba itaweza kupokonywa alama 15. Na hii ni moja kati ya story ambayo imeonekana kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Kama Yanga wakishindwa kupeleka timu uwanjani au Simba ikishindwa kupeleka timu uwanjani, bodi ya ligi TPLB wapo tayari kuweza kufuata sheria na kanuni zinasemaje kwenye ule mfumo wa kanuni ambazo zinaiongoza ligi kuu ambayo tunasema kwamba NBC Premier League. Kwa hiyo kulingana ile kauli ambayo Yanga wamekuwa wanaizungumza, kauli ambayo imekuwa inatendi kwenye mitandao ya kijamii, viongozi pia ambao wameonekana kuzungumza kwamba wanachama, mashabiki ambao wameonekana kuzungumza kwamba ni kanuni ambayo maybe inaweza ikawaje, lakini ile kauli ambayo amekuwa anasema kwamba Yanga hawachezi, yani walikuwa wanamaanisha Yanga hatucheze. Hatimaye bodi ya ligi na TFF vifungu vipo ambao tunaamini kwamba kanuni na sheria ndo vipengele pekee ambao vinaongoza ligi kuu Tanzania bara, ambao tunasema kwamba NBC Premier League. Kwa hiyo bado kwangu mimi naendelea kutoa ushauri kwa klabu ya Yanga, inabidi ipeleke timu uwanjani, kwa sababu kama ikishindwa kupeleka timu uwanjani kuna vipengele na kanuni ambavyo vitaweza kuwa limit kuweza kupunguzwa au kupokonywa alama 15. Lakini kama timu haina hizo point 15 ambao tunasema kwamba negative 15 points, basi bodi ya ligi ipo tayari kuweza msimu ujao au msimu mpya timu iweze kupokonywa point 15 zile za mwanzoni. Kwa hiyo itaanza na negative 15 point. Kama negative 15 point, unaona kwamba kuna kama gap kubwa kwa kiasi kubwa kwenye msimamo wa ligi. Kwa hiyo kwa mfano kama Young Africans kama haina point 15 ambazo ni positive, itapokonywa point 15 msimamo au msimu unaokuja ndani ya ligi ambao tunasema ni NBC Premier League msimu mpya ambao utakuwa 2025 2026. Kwa hiyo bado rai yangu ni kuiona kwamba klabu ya Yanga inabidi iachane na ile kauli ambayo imekuwa inazungumza kwamba haipeleke timu uwanjani, kwa sababu ni kifungu pamoja na kanuni ambazo zipo kuweza kuongoza mpira wa miguu Tanzania, ambao tunasema kwamba ni bodi ya ligi kwa kiasi kikubwa. Lakini watu wameonekana kuzungumza kwamba inawezekana kuna vitu ambavyo vinaweza vikafanyika au vikatendeka, lakini bodi ya ligi nafikiri imeweza kutoa kitu kikubwa, kitu ambacho maybe bado Young Africans wanayo nafasi. Lakini pia bodi ya ligi kupitia kwenye zile kanuni ambazo zinasema kwamba kama Yanga ikishindwa kupeleka timu uwanjani au Simba ikishindwa kupeleka timu uwanjani, kulingana kile kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa, basi kuna asilimia kubwa hiyo timu ikaweza kupokonywa point 15. Lakini pia viongozi ambao wamesababisha hiyo tukio au moment maybe timu isingie uwanjani, kuna asilimia kubwa kwamba viongozi na wenyewe wanaweza wakapigwa fine kwa kiasi kubwa au wakaweza kushughulikiwa. Lakini pia
mtazamaji wa Uondo TV, dabi kama ikifanyika, kuna asilimia kubwa kuweza kuona kwamba timu ipi ambayo inaweza ikawa bingwa, kwa sababu tunafahamu kwamba Simba Sports Club ni moja kati ya timu ambayo imeonekana kuwa dominant, wachezaji ambao inao. Ukianza kwenye eneo la goalkeeping unamzungumza maybe mtu kama Musa Pini kama Lamba na uwezo mkubwa, lakini pia sio Musa Pini kama na pekee yake ambaye anaweza nikamzungumza wakina Shomi Zewe, Shomari Kapombe, angalia mtu kama Mohamed Hussein. Nafikiri kwamba ni kama the best partnership ambayo imeshatengenezwa ndani ya Simba Sports Club kujua kitu gani ambacho wanakifanya. Ukijaribu kuangalia kwenye eneo la center back au kwenye wale walinzi ambao wapo kwenye tunasema kwamba center katikati au katikati, angalia mtu kama Chef Fondo Marone, Chamo pia, lakini pia angalia mtu kama Ablaza Kiamza, wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, wanajua kitu gani ambacho wanakifanya ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Ukienda kwenye eneo la midfield, angalia mtu kama Fabrice Wamba Ngoma, Yusuf Kagoma pia ambao wana uwezo mkubwa, Mavambo, Deborah Fernandez ambao ana uwezo mkubwa kujua kitu gani ambacho anakifanya. Angalia zile front pass ambazo amekuwa anazipiga, angalia namna ambavyo amekuwa anakimbiza kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo bado unaiona nafasi ya Simba kuweza kujua kitu gani ambacho wanaweza kukifanya kwa mechi ambazo zimesalia. Unaweza kusema kwamba kuelekea kwenye dabi kuna namna ambavyo Simba atakuwa amesha level ile standard kujua kitu gani ambacho wanakifanya, lakini pia kwenye eneo la attack midfield ambao tunakutana na natural winger wa Simba Sports Club kujua vitu gani ambavyo wanaweza kaifanya. Unamzungumza mtu kama Elie Mpanzo ambaye ameonekana kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia unamzungumzia maybe mtu kama Kibu Denis, kwa sababu Elie Mpanzo na Kibu Denis wachezaji ambao wameonekana kuchange numbers, kwa sababu Kibu Denis anaweza kucheza namba 7, Elie Mpanzo anaweza kucheza namba 7, lakini pia Kibu Denis anaweza kucheza namba 11, Elie Mpanzo akarudi namba 7 akacheza au namba 11. Kwa nafikiri ni kama different numbers ambazo zimekuwa ndani ya klabu ya Simba, na Fadlu Davis kazi kubwa ambayo amekuwa anaifanya itimizi kwamba kumtoa Kibu Denis namba 11 akampeleka namba 7, au kama tuseme kwamba kumtoa maybe tunasema kwamba Elie Mpanzo kumtoa namba 11 kumpeleka namba 7 ni kama vitu ambavyo vimekuepo, kwa sababu tunaamini kwamba coach is like dynamic, yani kwamba mwalimu waga na kulingana na zile numbers ambazo wachezaji anaamini kwamba akicheza na nafasi husika anaweza akawa na ubora kwa kiasi gani. Lakini pia ukiachana na Kibu Denis pamoja na Elie Mpanzo ambao wana uwezo mkubwa, ukienda eneo la mbele pale unamkuta mtu kama Steven Dese Mkwara ambaye amekuwa kwenye mwendelezo kwa kiasi kubwa, Christian Leon Ateba Mashaka pia kwenye eneo la umaliziaji, Jean Chaza au attack midfielder viunga ambao wanaonekana kuwa superb. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba Simba imeshajipata kwa kiasi kubwa kwenye eneo la umaliziaji, lakini kwanza kwenye eneo la goalkeeping wanajua vitu gani ambavyo wanaweza kaifanya. Kwa hiyo ni kama intention kwa kiasi kubwa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo ambao itakutanisha Simba Sports Club ambao watakuwa ni wageni wa mchezo wa dabi, ambao watakuwa wanakaribishwa na mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Gafcons. Na hii ni kama tunasema kwamba ni kama strike chao muundo mkubwa wa kuweza kutambua kwamba Simba inabidi wafanye vitu gani kuelekea kwenye dabi, ili kwa mfano ikitokea Yanga ikishindwa kupeleka timu uwanjani wasiwe na kisingizio. Simba tele wameisha kusanya pointi zote ambazo zimebakia maybe kwenye msimamo wa ligi na kutengeneza maybe kitu kikubwa ili kuweza kuachieve point 3 kwenye mchezo wa dabi kama Yanga ikishindwa kupeleka timu uwanjani.